kunayo ndoa moja tu iliyopo au inayotawala katika kila jinsi na katika kila jina, na huyu ni Antikwenu. Ninazungumza kuhusu ndoa sehemu ya 17. Bila shaka hakuna ndoa nyingi katika ulimwengu wote, na kusema kuna ndoa yako wewe na kuna ndoa ya yule, bali ndoa ni moja tu katika sura moja iliyopo kwa jina lake, ikitawala au ikiitwa katika kila jinsi na katika kila jina. Ndoa hutambuliwa kwa sura iliyopo ya uzao, ikimaanisha popote pale ukiwa umezaa au umezaliwa katika sura hiyo ya uzao kwa jina, ndio huitwa ndoa au kufaana. Popote pale ukiwa umezaa au umezaliwa kwa sura ya muonekano huo, ndio utambulisho wa jina na jinsi ulivyo hivyo kwa jina moja, ndoa, ikimaanisha sura ulionayo hiyo hapo popote ulipo, kwa kuzaa au kuzaliwa kwako, ndio inayoitwa ndoa. Kwa kuoana na jina lolote na jinsi yoyote ya sura ya kilichozaa au kuzaliwa. Kwa hiyo ninapozungumza kuhusu ndoa, ninazungumza na wewe uliye katika sura hiyo ya muonekano huu wa uzao kwa jina hilo, kwa kuitwa kwako. Ikimaanisha kwamba sura hiyo ya uzao ulionao kwa jina hilo na jinsi hivyo kwa kuitwa kwako, ndiye au ndiye
jina la kuitwa kwako. Yaani, jinsi ulivyo hivyo, popote pale ulipo katika muonekano huo wa jinsi na jina la kuitwa kwako, ndiye uliye ndoa iliyopo au inayotawala katika kila jinsi na katika kila jina lililopo kwa kuzaliwa au kwa kuzaa. Na ndio maana nimekuambia kwamba ndoa ni moja tu katika sura moja iliyopo au inayotawala katika kila jinsi na katika kila jina. Na sura moja iliyopo ni hiyo sura ulionayo hapo ulipo ya uzao, ikitawala katika kila jinsi na kila jina ya kilichozaliwa au kilichozaa. Ndio. Na imefanya kwamba kila kilichozaa kwa jinsi yake au kilichozaliwa kwa jinsi yake na kwa jina lake kuwa ndio jina na sura ya ndoa yako wewe katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Ikimaanisha kwamba yoyote, chochote unachokiona, unachokisikia katika jinsi na jina lake ndio lililo jina lako wewe hapo ulipo, katika jinsi na jina la sura ya kuonekana kwako wewe uliye uzao, yaani ndoa, unavyoitwa. Ikimaanisha kila jinsi na kila jina kwa kuitwa kwake ndio jina lako wewe katika kuitwa kwake, ndio jina lako hilo hilo katika muonekano huu linavyoitwa au linavyotawala katika jinsi zote na majina yote kwa sura moja hiyo ya uzao. Ndio huyo mume kwa jinsi ya jina la kuitwa kwake si mwingine kwako wewe mke
katika sura ya mwonekano wako wewe uliyendoa, bali ni sura hiyo, ni jina hilo moja la mwonekano wako wewe mke likiitwa katika jinsi na jina mume. Akiitwa mume, ni wewe mke umeitwa. Akiitwa mke, ni wewe mume umeitwa. Na hiyo ndio imeitwa ndoa moja iliyopo au inayotawala katika kila jinsi na katika kila jina, kwamba mume si ndoa nyingine wala mke si ndoa nyingine, bali mke ni jina lako, ni jinsi ya sura yako wewe mume katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake, yani mke. Kwa hiyo mume ni jina lako wewe mke katika jinsi na sura ya kuonekana kwako iliyopo au ikitawala katika kila jinsi na kila jina mume. Ni sura yako ya mwonekano wako kwa jina lako wewe mume uliopo au unaotawala katika kila jinsi na kila jina mke. Kwa neno moja umeoana na kila jinsi na kila jina, kwa kuzaliwa au kwa kuzaa. Iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni mzazi, iwe ni taifa, liwe ni kijiji, iwe ni dini, dhehebu, mbingu, ndege, wanyama au kila jinsi kwa jina la kuitwa kwake kwa kuzaa au kuzaliwa katika sura yake ya kuzaliwa au ya kuzaa, huyo au hicho ndicho kilicho au aliye jina lako hilo la mwonekano wako huo, ukitawala katika jinsi hiyo na jina hilo, ikimaanisha kwamba
chochote kile katika jinsi ya sura ya kuonekana kwake kwa kuzaa au kuzaliwa, ndiye aliye mwanandoa wako wewe, ikimaanisha wa jina lako na jinsi yako wewe, hapo popote pale ulipo. Haijalishi kilichozaliwa kinaonekana vipi, kilichozaa au aliyezaa anaonekana vipi, ni silika ipi, ni kitu au ni mtu. Ni cha jinsia ipi, ni cha uwepo upi au ni wa uwepo upi. Ila kwa kuzaa au kuzaliwa, kwa sura ya muonekano wake wa kuzaa au kuzaliwa, hicho au huyo ndiye au ndicho kilicho mwanandoa wako wewe, popote pale ulipo, katika jinsi hiyo na jina hilo la mwonekano huo wa uzao. Ikimaanisha kwamba huyo au jina lolote katika jinsi yoyote ndio jina lako hilo lililopo au linaitwa katika majina hayo, katika jinsi hiyo, ikimaanisha ndio muonekano wa jinsi hiyo na jina hilo kwa kuitwa kwako. Yani ndoa ndio muonekano mmoja wa ndoa hiyo katika jinsi na katika kila jina, na kufanya chochote kile kuwa ndio muonekano huo wa ndoa katika jinsi na jina la muonekano ulionao hapo popote pale ulipo. Kwa hiyo unapozungumza kuhusu ndoa, moja kwa moja hujizungumzia wewe mwenyewe uliye katika sura hiyo ya
uzao, kwa kuwa chochote kilichozaliwa au kilichozaa kimefanana au kimeoana na yule aliyekizaa au pale kilipozaliwa. Chochote kilichozaliwa au kilichozaa kimeoana au kina ndoa na yule aliyekizaa au pale kilipozaliwa. Na kukufanya wewe uliye na sura ya uzao, yani kuoana, kuwa ni mmoja katika jinsi na jina hilo lililopo au linalotawala katika kila jinsi na kila jina kwa kuzaliwa au kwa kuzaa kwake. Kwa maana kuu kwamba popote pale ulipo, chochote kimezaliwa kutoka hapo ulipo katika jinsi na jina lake. Chochote kimezaliwa au wewe umezaliwa kwenye chochote kile kilichopo katika jinsi na jina la kuitwa kwake. Na kwa jinsi ya kuzaliwa au ya kuzaa, nawe kuwa ni sura ya uzao, imekufanya jinsi ulivyo hapo ulipo katika sura hiyo ya jina hilo, kuwa umeoana au una ndoa na chochote na yoyote katika kila jinsi na katika kila jina, kwa maana kuu kwamba kila jinsi na kila jina ndio muonekano mmoja huo wa sura yako hiyo moja, kwa jina lako hilo moja la muonekano wako huo wa uzao, yani ndoa. Ikimaanisha kwamba chochote kile, yoyote yule, ndio aliye muonekano wako huo, ndio muonekano wako huo moja unaoitwa katika jinsi yoyote na katika jina lolote, kwa kuoana, kwa kuwa mmoja, kwa kuwa wamoja, mwenye sura moja ya uzao. Basi popote pale ulipo,
ndoa ni moja. Katika muonekano wako huo mmoja uliopo au unaotawala katika kila jinsi na katika kila jina, ikimaanisha yoyote yule ni wa ndoa yako wewe popote pale ulipo. Kwa maana moja ni wa kufaana au ameoana na wewe popote pale ulipo. Ni wa sura moja ya ndoa yako wewe katika jinsi hiyo, kwa jina hilo lililopo, ikitawala katika jinsi yoyote au ikiitwa katika kila jinsi na katika kila jina, kama vile unavyotazama, unavyoona na unavyosikia. Basi leo hii naishia hapa katika sehemu ya 17. Usikose wiki ijayo sehemu ya 18. Tazama fundisho hili kupitia mtandao wa YouTube kwa jina la Andegulu. Pia popote pale ulipo, inakupatia ndoa ya umoja wa muonekano wako. Pokea ndoa ya sura yako, ndoa ya jinsi ya sura yako popote pale ulipo, ndoa ya sura yako wewe mume, ndoa ya sura yako wewe mke, ndoa ya sura yako wewe taifa, ndoa ya sura yako popote pale ulipo. Pokea ndoa ya sura yako moja, pokea ndoa ya umoja wako, pokea ndoa ya jinsi vile popote pale ulipo, ndoa ya wanamume wako, ndoa ya wanamke wako, ndoa ya wanamume wako, ndoa ya taifa lako, ndoa ya uzazi wako, ndoa ya utoto wako. Pokea ndoa ya utajiri wako, ndoa ya mafanikio yako, ndoa popote pale ulipo katika jinsi ya sura yoyote ulionayo hapo ulipo, iwe ni ugonjwa, iwe ni umaskini, iwe ni mafanikio, iwe ni kukosa kazi, iwe ni vyovyote. Pokea ndoa ya jinsi ya sura ya kuonekana kwako popote pale ulipo. Pokea ndoa ya sura yako imekuwa kwako hapo ulipo popote pale ulipo. Pokea na imekuwa kwako.